rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku kuna taka, lakini uchumi mzunguko nitaka kuwa sifuri. Ninaposema nitaka kuwa sifuri, ninamaanisha uchumi hauzalishi taka kama mnavyoona. Uchumi wa moja kwa moja, baadhi ya wafanyabiashara wanapenda kuutumia kwa sababu wao wanaona kwamba wakitunza mazingira kwanza inawapotezea muda, na pia wakitunza mazingira kwao wanaona hawana faida. Lakini sisi tuliopata elimu ya utunzaji wa mazingira au elimu ya uchumi mzunguko tunatunza mazingira. Huu uchumi wa moja kwa moja, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia baadaye inakuwa taka. Huu uchumi si rafiki wa mazingira. Kama mnavyoona hata dustbin huko imejaa uchafu hadi inamwagika. Lakini kuna huu uchumi wa kuchakata. Huu uchumi wa kuchakata kidogo ni rafiki wa mazingira, kwa sababu hata ukiangalia huku dustbin haijajaa mpaka imemwagika kama uchumi wa moja kwa moja. Huu uchumi wa kuchakata, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishaenda kuchukua malighafi anatengeneza bidhaa. Akishatengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia anaweza hiyo bidhaa akaichakata. Akishachakata hiyo bidhaa anaweza tena akaitumia. Baada ya kuitumia inakuwa taka. Kwa hiyo uchumi si rafiki wa mazingira, lakini kidogo ni rafiki wa mazingira, sawa kama na uchumi huu wa moja kwa moja. Tunakwenda kwenye uchumi mzunguko. Uchumi mzunguko ni rafiki wa mazingira. Unabadilisha taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Kama nilivyosema hapo awali, taka kuwa fursa au taka kuwa sifuri. Huu uchumi hauzalishi taka. Kwa hiyo nashauri baadhi ya wafanyabiashara ambao hawapendi kutunza mazingira watumie huu uchumi mzunguko. Mfano, mtu anaenda msituni anachukua malighafi. Akishachukua malighafi anatengeneza bidhaa. Baada ya kutengeneza bidhaa anapeleka kwa mtumiaji. Mtumiaji akishatumia ana uwezo wa kuichakata hiyo bidhaa. Akishaichakata hiyo bidhaa ana uwezo tena wa kuitumia. Baada ya kutumia hiyo bidhaa, mfano kama ikaharibika, ana uwezo wa kuikarabati. Akishaikarabati ana uwezo wa kuitumia tena. Ikaharibika pia tena ana uwezo wa kuikarabati. Akishakarabati anatumia. Kwa hiyo huu ni uchumi ambao uzalishi taka, yani ni uchumi mzunguko. Kwa hiyo ninashauri jamii na hata serikali kwa ujumla watumie uchumi mzunguko na waachane na kutumia uchumi wa kuchakata na uchumi wa moja kwa moja. Pia mimi nikiwa kama mwanafunzi wa Eco Schools kupitia shirika la TFCG ambayo ni Tanzania Forest Conservation Group. Eco Schools ni shule inayojali mazingira, elimu bora kwa maendeleo endelevu. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Emmanuel John Nchimbi, programu ya Eco Schools ni kati ya programu 5 kutoka katika Taasisi ya Elimu Mazingira Duniani, ikiwa na lengo la kuimarisha uraia na kuboresha maisha na kuongeza elimu kwa maendeleo endelevu. Nakubaliana na kauli mbiu inayosema dira 2050 tuwajibike kukijanisha Tanzania. Programu ya Eco Schools hapa Tanzania ina shule zaidi ya 247 katika mikoa tofauti tofauti mitano, lakini pia ina vyuo vya walimu 12. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi ndio. Asante kwa kusikiliza. Kazi na utu. Niliona kwa kuwa mwakilishi wa Mheshimiwa Spika yupo, ikitokea huko kuna mbunge atoshitoshi anaweza akaziba pengo. Nitawaalika shule yenu ofisini kwangu tuongee mambo ya maana, sawa? Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, tuendelee na ratiba katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira. Pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. 1. Mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. 2. Mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. 3.
Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. 4. Secretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti. 5. Ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. 6. Wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, programu na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika. 6. Wizara ya Ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji na mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu wa mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyo endelevu. 8. Mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha Sheria ya Serikali za Mitaa, Mamlaka ya Miji sura ya 288 kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia urejelezaji. 9. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Wizara ya Maliasili na Utalii na Wizara ya Maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho 10. Taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na kuathiri mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba suala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, suala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukurani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka rasmi kwa maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani mwaka 2026 yamefikia kilele.